wa kwanza, naanza nawe Niko. Changamoto kwa Yanga ilikuwa wapi? Kwa sababu watu wengi tulikuwa tunaamini kwamba timu yenyewe ya Malawi afu Yanga mzoefu, pengine Yanga angeshinda, watu wanategemea mambo yangekuwa kama ya Willie tu, unamchapa mtu goli 3 na nini, lakini game imekuwa tight. Yanga wamekubali kipigo na kuna nafasi ile wamekosa kipindi cha pili. Silver Strikers mwishoni pale walikuwa wanaweza kupata bao jingine. Shida ya Yanga hata ilikuwa Yanga nao walikosa nafasi ile ya Mohamed Dumbia. Unajua kwenye mpira wa miguu nasho kuna siku unaweza ukafungwa lakini bado ukawa kwenye ubora wako. Yaani ukawa kwenye ubora wako na bado ukaenda kupoteza mechi. Unajua tulikuwa tunaongea kila siku kwenye hizi mechi za ligi ya mabingwa, mara nyingi mbinu ndio huwa zinatawala zaidi kuliko ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Umeona leo Silver Strikers jinsi ambavyo walikuwa wanaanza kucheza. Cha kwanza kabisa walihitaji kwenda kudhibiti hatari za Yanga. Na kama ambavyo unajua Yanga sasa hivi wanacheza na standing striker, wanacheza na mshambuliaji ambaye anasimama katikati. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba kwenye upigaji wa pasi za Yanga wakivuka mstari wa katikati kunakuwa kuna upigaji pasi wa aina mbili. Aidha wapige cross kutoka kwa fullback zao, na mzungumzia Israel Patrick Mwenda pamoja na Shadrack Kiboka. Kama mkifanikiwa kuzuia cross, basi eneo la pili ambalo inabidi muende kudhibiti ni zile pasi zinazopigwa katikati, zile penetration pass, kwa sababu mnapokuwa mna standing striker hamwezi kupiga pasi za wide kwenda kushoto na kulia, kwa sababu kwenye hayo maeneo hamwezi kumkuta. Mara nyingi atakuwa yupo ndani ya box, kama hatakuwa ndani ya box atakuwa nje ya box, lakini atakuwa kwenye mstari wa katikati kuliangalia lango la mpinzani. Sasa tunafanyaje tunapokutana na mpinzani wa namna hii? Cha kwanza kabisa tunahakikisha katikati tunakuwa tupo compact, tunaenda kuziba ile mianya ya kupiga pasi za kumfikia. Wakipiga cross, sisi nyuma tuna mabeki wawili watatu wenye urefu mkubwa, kuna namna ambavyo tunaweza tukaenda kuzuia hii mipira ya cross. Ukoona Yanga kwenye idara zote mbili akaenda kukamatwa. Kama unakumbuka kipindi cha kwanza kuna pasi zaidi ya 4 zilikuwa zinapigwa kwenda kumfuata Ande Boeli, lakini wapinzani wakawa wanaenda wanaziblock zile pasi kwa sababu walikuwa na watu 6 katikati. Kuna muda walikuwa wanacheza na 3-6-1, nyuma na mabeki watatu, katikati wana wachezaji 6, kule mbele anabaki mshambuliaji mmoja. Ukaona Yanga wanapata shida kwenda kutengeneza nafasi. Wakipiga cross kule nyuma kuna watu watatu, wote ni warefu, akiwemo yule beki wao bora wa msimu uliopita McDonald Ramek. Kuna namna ambavyo waliwapa Yanga shida. Sasa kipindi cha pili ukaona Silver Strikers wakaja kuja na njia ya kwenda kutumia madhaifu ya Yanga, kwa sababu tunaelewa baada ya kudhibiti hatari za mpinzani, cha pili unakuja kutumia madhaifu yake. Madhaifu ya Yanga yako wapi? Madhaifu ya Yanga yanakuja pale ambapo fullback zao zikipanda, Yanga wanakuja kutengeneza shape ya back 3 wakimtumia Azizi Andambwile kuja kutengeneza shape ya back 3. Sasa sisi tunafanyaje? Sisi tunachokifanya tunapiga pasi nyuma ya migongo ya viungo wa Yanga. Ina maana baada zile pasi kupita tunatengeneza 2 against 3 au 3 against 3. Tukitengeneza mfumo wa namna hiyo, sisi ni rahisi sana kwenda kuwafunga Yanga. Tazama aina goli ambalo limefungwa, unasifu fezi zote, unaisifu fezi ya 3 ya ubunifu, kiungo wao mshambuliaji hatari zaidi Chizi Vunga anaenda kuisambaratisha safu ya kiungo ya Yanga, anaenda kupiga pasi nzuri inayoenda kumkuta mfungaji, anaenda kuwafunga Yanga. Kwa hiyo binafsi Yanga sio kwamba walikuwa na siku mbaya kazini, hapana. Walijitahidi kuwa na siku nzuri, lakini ubora wa Silver Strikers umeenda kuwafanya kuibuka na ushindi wa bao moja. Ukiangalia mwalimu wa Yanga namna ambavyo timu ilicheza kipindi cha kwanza, Bagoka, naona Bagoka anatabasamu. Namna ambavyo kipindi cha kwanza Yanga wamecheza, kwanza nimeona wanapiga pasi fupi na wamedominate game, lakini changamoto ni kwenye kutengeneza nafasi. Na hata mchezo wao dhidi ya Pamba kipindi cha kwanza Yanga walaumiwa sana watengenezi nafasi. Dhidi ya Mbeya City pia klabu inaonekana haitengenezi nafasi. Kipindi cha pili mwalimu ana struggle, anamtoa Israel Patrick Mwenda, anakuja anaingiza mshambuliaji. Ni kama yani kosa au mapungufu ya Yanga yako wapi? Yako kwenye aina ya mwalimu, aina ya wachezaji, au ni leo tu hali ilikuwa ngumu? Kwa sababu huu ni mchezo wa pili mfululizo
Yanga wanashindwa kupata matokeo. Mechi dhidi ya Mbeya City walitoka sare bila kufungana, na leo hii tena wameambulia kichapo. Kupata matokeo, hata goli hawapati. Shida ya Yanga iko wapi? Iko kwa wachezaji, iko kwa benchi la ufundi, au sasa ile prime ya Yanga ndio inaanza kupotea na pengine hiki ikawa ndo msimu wao ndio ukawa hivi? Mimi nafikiri yote uliongea anaweza akawa na usahihi, kwa maana ya kwamba shida ya Yanga iko wapi? Shida ya Yanga so far inaweza kuwa kuanzia kwa wachezaji wenyewe, lakini kwa mwalimu pia, namna ambavyo mwalimu amekuwa mbinu zake, kuna baadhi ya wachezaji wanashindwa kufit kwenye zile mbinu. Kwa mfano unaweza kumtolea mfano mtu kama Mohamed Dumbia. Mohamed Dumbia tunajua ni creator mzuri sana, ni mchezaji ambaye anaweza kuipa timu balance hasa wakati ambao timu inashambulia, lakini sio mzuri ukimtumia kama anakosa baadhi ya vitu ambavyo pengine leo vilienda kuwapelekea Yanga kukosa, kwa sababu ukiangalia leo Young Africans kuna kwenye phase ya mwisho kuna kitu alikuwa anakikosa, mfano organization, kwa maana ya kwamba wachezaji waliokuwa wanacheza juu, ukimwangalia Pacome Zouzoua, ukamwangalia Mohamed Dumbia, ukamwangalia Maxence Zengeli, walikuwa ni watu ambao wanakosa ile organization nzuri, kwa maana ya kwamba wakati ambao tunacheza 1-2 tuna mshambuliaji ambaye anasimama, yes, ni Andy Boyeli. Tunajua Andy Boyeli movements zake sio movement ambazo ni za kwenda pembeni kulia na kushoto. Tunahitaji viungo washambuliaji ambao wanaweza kufanya hivyo wakati ambao timu inashindwa kupiga mipira mirefu, sasa mpira ya cross, au wakati ambao Andy Boyeli yuko tight, amezidiwa, akireceive mpira anatakiwa kumuona kiungo ambaye anaweza kampasia. Leo hii first half Young Africans walicheza vizuri sana, waliweza kuunda mashambulizi kutokea nyuma, walikuwa wanafanya kila kitu kwa usahihi, lakini walikuwa wanashindwa ile namna ambayo wanaweza kutengeneza nafasi za wazi, hasa kwa sababu Silver Strikers so far leo unaweza kuwasifia kwa sababu walikuwa vizuri sana namna ambavyo wanaweza kuwazuia Yanga. Wiki iliyopita tuliongelea uhatari wa timu ambayo Yanga anaenda kukutana na Silver Strikers, ambayo huwezi kukuta mechi zake zinaonyeshwa kwenye YouTube au kwenye, yani ni ngumu kwenda kuaccess kile kitu ambacho wanakifanya, tofauti na Young Africans. Kwa hiyo ilikuwa ni task ya kwanza kwa mwalimu Romain Folz kwenda kuwasoma wakati wa mchezo Silver Strikers wanachezaje. Hicho ndio kitu ambacho kilikwenda kuharibia zaidi Young Africans. Hawakujua Silver wanakujaje. Silver wao walichoenda kukifanya first half ni kuangalia Yanga. Yes, Yanga wana strength wapi? Walishajua wana Pacome Zouzoua, wana Mohamed Dumbia, wana Maxence Zengeli. Tunaenda kuwazuia vipi? Tukae kwenye low block, tunaweza kuwazuia. Wakati huo tunatoka kwa namba ndogo. Ndio maana first half Silver Strikers hawakuwa na hatari kabisa kwenye namna ambavyo wanaweza kuwashambulia Yanga, kwa sababu walikuwa wanatoka kwa namba ndogo sana na mikimbio yao walikuwa wakimbia kwa speed, walikuwa wanapoteza mipira kwenye phase ya mwisho. Angalia kitu ambacho walikuja kukifanya second half. Young Africans first half wakatengeneza nafasi nyingi sana ambazo yes hazikuwa clear chance, lakini zilikuwa ni chances ambazo kama kungekuwa na organization nzuri pengine wachezaji wangeweza kufanya vizuri. Andy Boyeli tumeona amepoteza mipira mingi kwenye eneo la juu, lakini Pacome Zouzoua, Mohamed Dumbia, Maxence Zengeli walikuwa hawatoi ile assistance nzuri kwa Andy Boyeli ambaye ni mshambuliaji. Na hapo kwa Andy Boyeli ni striker ambaye anasubiri mali aletewe. Yes. Lakini Prince Dube ni mchezaji, ni striker ambaye unamwona anakwenda pembeni, anashuka chini kuchukua mali ili acheze, afanye link up play na wenzie. Pengine uwepo wa Boyeli kukaa zaidi katika eneo lile na mipira sometimes haimfikii, ni kitu ambacho kimewaathiri Yanga. Hiyo inaanzia kwenye approach hiyo inaanzia mazoezini, kwa maana ya kwamba mwalimu kwa approach ambayo alikuwa ameiandaa aliona inamfavor